Leo niko na malengo ya ile sehemu ya mahubiri yale ambayo tumekuwa tukifanya kwa majuma kadha yamepita sasa. Nashukuru Mungu maana huwa ni mwaminifu. Ndugu yangu Punic alikuwa yuombea kwamba Bwana atusaidie na hili joto. Na kama alivyomsikia Ishmael si amesikia tu na ghafla stima ikarudi. Kwa hivyo tushukuru Mungu kwa hilo. Tumekuwa tukishughulikia kula kuhusiana na giving, na leo kwa rehema za Mungu nataka tukamilishe. Kwa hivyo kile nimekusudia kufanya ni kufanya summary kuhusiana na kanuni za kutoa. Summary ya kuhusiana na kanuni za kutoa, na summary hii nitaitoa hususan katika barua ya kwanza ya Paulo kwa kanisa kule Korinto, mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 4, ikiwa hususan nitashughulikia mstari wa pili, alafu wa Korinto wa pili mlango wa 8 na wa 9. Sasa kama tulivyosema pale awali, wala sitawajibika sana kufafanua kila kifungu katika milango hii, ila lengo kuu itakuwa ni kuangalia zile kanuni kama zinavyojitokeza na kuziwasilisha kwenu. Hivyo basi mtaniruhusu tuombe, alafu tufanye summary ya mambo haya, na Mungu atubariki. Tuamini na tuombe. Basi Baba uliye mbinguni, twakushukuru mchana wa leo kwa wingi wa rehema zako, kwamba imekupendeza kutukusanya tena mawazo yetu, akili zetu uzileta pamoja kwa neno lako. Twakurai na twakusihi kama ulivyonena nasi asubuhi ya leo, ikupendeze Bwana kunena nasi tena kwa njia ya pekee na ya ajabu, hususan ikiwa tunashughulikia swala hili kuu la kutoa kama ilivyo dhahiri katika Agano Jipya. Pale Bwana ambapo tulifundishika kimakosa, tusaidie mchana wa leo tukaweze kurekebishika. Na Bwana, pale ambapo mioyo yetu imekuwa migumu, neno lako Bwana likaweze kurahisisha mioyo yetu. Tupe utulivu wa moyo na wa akili, na Bwana ukanisaidie kwa kunipea mtiririko mwema wa mawazo, hatimaye kwa ajili ya utukufu wako, manufaa ya kusanyiko lako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tumeomba na tumeamini. Basi kama tulivyoongea pale awali tulipokuwa tunaanza somo hili, tulisema labda haya pia sikuweza kuyasema, lakini ziko topics ambazo zinakuwa ngumu kukabiliana nazo katika kanisa la leo, na ikiwapo mojawapo ni somo hili la kuhusiana na kutoa. Maana tulipeana sababu labda 6-7 kwa nini somo hili linakuwa gumu, na tukasema kwanza kabisa tumejawa na choyo, na hiyo ni kweli. Tumejawa na choyo mioyoni mwetu. Unaposikia swala la kutoa, naona ndugu yangu Brighton yacheka pale, natumai hiyo imemgusa mahali. Tumejawa na choyo, wajifikiria kama vile Waingereza wanavyosema, mawazo yetu yako kwa me, myself and I. Sawa sawa, yaani kwa mimi mwenyewe na mimi. Mwingine atajipanga atakavyojipanga, najishughulikia mimi mwenyewe. Mioyo yetu imekuwa migumu, na sasa kumejawa choyo hata ndani ya kanisa. Tuko na wenzetu pengine Mungu hajawajalia kupata, lakini sisi tutasema tumefanya kwa juhudi yetu. Wao nao pia watoke kwa juhudi yao wakafanye, wala hatupingi hilo.
wala hatutaki kufanya kwamba tunafunza somo hili uweza kufanya watu wakuwe wavivu. Maana yake Biblia imetuambia wavivu lakini tafadhali muktadha, mkuwe makini na muktadha, mkuwe makini na, lakini wavivu wasile. Yani wale busy bodies hawana shughuli ya kufanya ni kuingilia mambo ya wenzao. Biblia yasema bana hao wakuwe makini, wajifundishe kufanya kuwajibika. Wala hatutaki kukuza tabia ya uvivu ndani ya kanisa. Hapana, lazima watu wawajibike, lakini choyo pia nayo tuwakataa, sawa sawa. Na tukasema sababu nyingine ni kwa sababu ya mafundisho potofu, kama tunavyoona katika Timotheo wa pili mlango wa 3. Mafundisho potofu yamejaa, na hiyo inasukumiza kwamba watu wanakuwa na mioyo migumu. Kuna walimu wa uongo ambao wamejaa leo, wanakuambia usipotoa fungu Bwana Mungu hata mkemea yule mlaji alaye. Na hilo fungu hususan, wala hatupingi maandiko, lakini ni kuwanufaisha wao. Wakati wewe unaendelea kudorora katika maisha yako, wao wanakuambia ukitaka kunufaika katika maisha ni utoe, na wanakupea percentage fulani, sawa sawa. Lakini tukasema pia kuna kosa ufahamu na ukosa kupea vipaumbele vile vitu vinavyopaswa kupewa vipaumbele. Lakini sasa hili ndio janga ambalo limetupata, kwamba tunapoyaangalia haya yote tuko na mirengo miwili mikuu. Wale ambao wanafunzwa haya mafundisho potofu wako na utayari wa kutoa, wako tayari walale njaa, lakini yule wanaimwita asigidi awe na maisha ya shwari, mchungaji awe na gari 5, washirika wanalala njaa. Wako tayari kwa hilo na wala hatuliungi mkono. Lakini kwa wale ambao wamewasilishiwa kweli, nao wamebana mifuko yao, kwa kwamba wale ambao wana hudumu, wale ambao ni wachungaji katika makanisa, wao nao pia wanakuwa na shida ya kimaisha. Sasa kuna mirengo miwili. Kuna hawa ambao wanaamini yale wanaofunzwa ni kweli, na kwa sababu hiyo imewapelekea kwamba hawataki kutoa, wamekuwa wachoyo kupita kiasi. Tumekuwa na kukosoa wale ambao wanadanganywa mpaka tumebana mifuko yetu. Kanisa liko na mahitaji tofauti, hatutaki kushughulikia hayo. Tuko mbio na mambo yetu, na hususan mambo ya hapa. Sasa katika hayo yote tunataka kuleta mawazo yetu, tuyarudisha mawazo yetu katika maandiko, katika mafundisho ya neno la Mungu. Neno la Mungu lasemaje kuhusiana na swala la kutoa, hususan kwa Agano Jipya? Sasa tundarudia yale ambayo tumekwisha yasema, lakini tutapanua mawazo yetu kidogo. Sasa jambo la kwanza lililo dhahiri ni hili, ili kupinga yale mafundisho potofu. Jambo la kwanza lililo dhahiri ni hili ambalo tulilipata katika mlango wa 8 mstari wa 1 wa barua ya Paulo ya pili kwa kanisa kule Korintho. Na jambo hilo lilikuwa hili, kwamba niruhusuni nisome wa Korintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 1. Tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. So, iko dhahiri kwamba iwapo kuna tabia ama kuna mwelekeo wa ukarimu, huo mwelekeo ama tabia ya ukarimu ndani ya muumini, huo mwelekeo ama tabia ya ukarimu yatokana kwa Mungu. Maana Paulo anasema tunataka kuwaarifu kuhusu neema ya Mungu. Yani ile kanuni ya kwanza tunayoona kuhusiana na swala la kutoa katika Agano Jipya ni kwamba
kama kutaonekana mwelekeo wote wa moyo wa ukarimu katika maisha ya muumini, hiyo basi inaonyesha dhahiri kwamba neema ya Mungu inafanya kazi katika maisha ya hawa waumini, kama vile ilivyo dhahiri kuhusiana na karama zingine zozote za Mungu. Paulo huyu ukienda nami kwa Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza, tuangalie pale Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 4 hadi wa 6. Itakuwa dhahiri kwamba kuna karama ambazo zimekuwa dhahiri katika kanisa hili, na Paulo atasema hata hizo karama ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Sikia maneno ya Paulo, anasema namshukuru Mungu. Ni kwa kanisa hili Korintho, barua ya kwanza mlango wa kwanza mstari wa 4, anasema namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Alafu anaendelea na anasema kwa sababu ya neema ya Mungu muliopewa katika Kristo Yesu. Anaendelea mstari wa 5, anasema kwa kuwa katika kila jambo mulitajirika katika yeye, katika maneno yote, hiyo karama, in all knowledge, katika maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa nasema hivi wapendwa, iwapo kuna karama yoyote ambayo iko dhahiri katika maisha ya muumini, Paulo anaelekeza hiyo karama ni juu ya neema ya Mungu. Maana hili liko dhahiri kwamba mwanadamu katika uwanadamu wake, moyo wake wala si mkarimu, moyo wake umejawa na choyo, moyo wake unajifikiria yeye mwenyewe. Kwa hivyo tunapoona waumini kama vile tunavyoona katika kanisa la Korintho kwamba wanakuwa na ukarimu, walikuwa na kila sababu. Wapendwa, tuliyaona haya, walikuwa maskini kupindukia. In fact ile neno tulipewa, walikuwa katika ufukara. Sawa sawa. Kando na ufukara, waumini hawa walikuwa katika majaribio makali, mateso yaliyokuwa ya kipekee. Lakini angalia, waliposikia wenzao kule Yerusalemu, ama ukipenda Judea, wako katika uhitaji, waliyasahau yao. Na kwanza tulivyoona mstari wa 4, walimrai Paulo na wengine, tunataka kuwa wamoja katika wale ambao watakuwa wa msaada kwa wale waumini kule Yerusalemu. Sasa nasema hivi, iwapo kuna moyo wa ukarimu ndani ya maisha ya muumini, Paulo anasema ni kwa sababu neema ya Bwana inafanya kazi. Jambo la kwanza lilo dhahiri basi ni hili: unapoona uko na moyo wa ukarimu, mregeshee Mungu shukrani. Sawa? Usijione ni wewe na ukaanza kujigamba kwamba mimi natoa, mimi nafanya hivi. Hapana. Ukaachwa wewe kama wewe, wajua choyo imekujaa. Sawa? Unajua kwamba choyo imekujaa, hutaki kushughulikia yale mahitaji ya wengine. So unapoona upo ukarimu, angalia, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana Mungu. Lakini sasa kama unaona hakuna ukarimu, basi tufanye nini? Tunaweza mlilia Bwana afanye kazi hii. Sawa? Na maneno ya Paulo akiwaambia wa Korintho kwamba kama vile ambavyo mumeonyesha kuwa muko na hizi karama zingine zote, basi hata katika karama hii wacha idhihirike. Excel also in this. Sawa? Excel in this. Mulilie Bwana. Kama unaona kuna moyo wa choyo, bado mlilie Bwana, ni mwaminifu. Neema yake, unapofika mstari wa 8 mlango wa 9, Paulo anasema Mungu ako na uwezo kumiminikia neema yake katika fana zake zote. Mlilie Bwana. Lakini tena kando na hilo, huu mstari wa kwanza unasema hii neema ilimwagwa kwa kanisa, si kwa individual tu. Hapana.
wewe kama mbinafsi, wewe kama mtu binafsi, yani ni kweli unaweza mlilia Bwana, lakini kama kanisa sinasi tunaweza kumlilia Bwana kwamba atuangalie, atuneemeshe hata katika hili, kuwa watu wakarimu. Na ninaposema hivyo namaanisha hivi, kuwa watu wanaojali wengine, kwamba tusiwe na kujiwaza na kujifikiria sisi tu, bali tuwaangalie wengine. Angalia kujua kama jirani yako hali yake ikoje, sawa sawa, yule umekaa naye karibu nawe hali yake ikoje. Lakini atatoka hapa, angalia, sijui kama kanisa mmekuwa mkiawaza haya, kwamba iko ile amri kuu ambayo tumepewa katika Mathayo 28 kwamba tuende ulimwenguni kwote tukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo. Sasa kama mawazo yako yako hapa, je, wale kule wengine watafikiwaje? Watafikiwa vipi kama unabana mifuko yako? Mungu amekupea hela na wala ufikirii, je, tunaweza tuma ndugu yetu Linux kama ataweza kwenda pale Taita akaenda mwezi mmoja, na kanisa ifikirie vile atakavyokula kule, gharama yake ya kuishi kule, ili hii injili ambayo wewe waisikia hapa wengine pale Taita waweze kuisikia. Jumamosi ile nyingine ya ndani, vijana pamoja na mchungaji tulikuwa hapa Samburu masaa mawili tu, na hapa sio, tulikuwa hapa Samburu, tulikuwa tumeenda kwa harusi ya ndugu yetu mpendwa, nafikiri mnamjua, Steve Maneno. Wapendwa, wale tulisikia pale, yale tulisikia, wasikia ya mchungaji alikutana nayo jana. Hafla ajabu ni kwamba mnaposikia, anyway, yani wasikia mtu akona mafundisho potofu mpaka anasema kule mbinguni kuna Mungu ambaye ni mama. Alikutia uchungu, wewe unaona kitu cha kuche, yani wewe kwako ni kitu cha kuchekesha kwamba kule mbinguni kuna Mungu ambaye ni mama. Sasa wewe unaweza cheka, manake wewe unakaa chini ya mafundisho ya sawa, sio? Unajua kuna wengine wameamini hayo. Hilo nilikutia wewe uchungu kwamba kuna walimu wa neno hapa zaidi ya 5 6. Sisi tuombe Mungu atuwajalie hii neema, tuwe na huu ukarimu. Tutume Shadia hata kama atenda Somali, mumsimamia akaanze huduma kule. Shida iko wapi? Brighton. Shida iko wapi? Ipo shida tunapofanya hivyo. Tunapowaza hii kweli lazima ifikie, maana tuliambiwa tuende mataifa yote, every ethnic group. Angalia hii neema ilimwagiwa kanisa. Sasa nawasihi kwamba tunavyoomba hata tunapokuwa manyumbani, tuombe kanisa kwamba Mungu atuneemeshe, tuwe na moyo wa ukarimu sote jumla kama kanisa. Tukumbuke kazi kuu ile ambayo tumepewa kama kanisa, ni kwenda kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo. Upo uhitaji wa hela? Upo. So unapofanya kazi na kupata hela, usifikirie tu acha niende nyumbani nikaenjoy na familia. Angalia ni sehemu gani utaweka kwa sababu ya huduma. Angalia ni sehemu gani utaweka kwa ajili ya wale wahudumu waende wafanye hii kazi. Lakini tena la pili tunaloliona lililo dhahiri ni kwamba huu moyo ulio na ukarimu hauwezi kuja isipokuwa kwanza kumekuwa na swala hili kuu la watu kujiweka wakfu kwa Mungu. Ili tuliona katika mstari wa 5 wa Wakorintho wa 2:8. Nenda nami pale mstari wa 5. Kama utakuwa na moyo wa ukarimu, ni kwa sababu kwanza kabisa umekuwa na kujitolea wakfu kwa Mungu. Mstari wa 5 anasema hivi: tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Pasipo na mtu kujitolea kikamilifu, kujiweka wakfu kwa Bwana, wala moyo wa ukarimu hakuna. Unapojitolea wakfu kwa Bwana, yanayokuwa dhahiri ni haya, kwamba kwa sababu mimi mwenyewe ni wa Bwana, chochote ambacho Bwana kaniwezesha kuwa nacho, wala sitakizuia, wala sitakifanya kwa ni changu pekee,
na kumbuka kwamba ipo kazi kuu ya kueneza injili. So ninapojitolea, ninapojiweka wakfu kwa Bwana, si mimi tu, kwa hali yangu na kwa mali yangu, kwa kila kinachonihusu, ninakitoa kikamilifu kwa Bwana. Kama tuko pamoja paka hapo. If one is devoted to the Lord, it's very easy for the same person to devote everything that the Lord has given them to the Lord. In the midst of severe trials and persecutions. Angalia katikati ya ile shida na tabu hao waumini walipitia, kwa sababu walikuwa wamejitoa kwa Bwana, kwa sababu walikuwa wamejiweka maisha yao wakfu kwa Bwana, wala hawakuona changamoto yoyote kutoa vilivyo vyao Bwana. Jiulize, je, nimejiweka wakfu kwa Bwana? Sawa sawa. Jiulize, je, wewe mwenyewe katika kuishi kwako kwanza, wewe mwenyewe umejiweka wakfu kwa Bwana? Ungependa kuliingilia hili kwa undani, lakini rudi kwa Facebook page yetu. Haya ndio mambo ambayo tunashughulikia kila Jumatano kwa muda wa miezi karibu 4-5 sasa. Misingi ya kuwekwa wakfu kwetu iko dhahiri. Sawa sawa. Tabia ya kuweka wakfu kwetu iko dhahiri. Ile mbinu ama njia ya kuwekwa wakfu kwetu tumeishughulikia. Kama hujawezeshwa kufika hapa Jumatano, nenda katika Facebook page utayaona haya. Malengo ya kuwekwa wakfu kwetu iko dhahiri. Vinaonekana vyote hivi katika Warumi 12:1-2. Je, kwanza mwenyewe unajua kwamba wewe ni wa Bwana? Maana unapojua hayo kwamba wewe ni wa Bwana, ni kipi ambacho utazuilia? Ni fedha, ni pesa, ni mali yako? Unavizuilia kwa sababu kwanza hata katika ufahamu wako hujajua kwamba wewe mwenyewe ni wa Bwana. Na kwa sababu huyajui hayo, hata kuishi kama Bwana anavyoamrisha inakuwa ngumu. Na katika maamrisho yake mojawapo ni hilo. Sisi tuliyaona haya tulipoanza huu ujumbe, kwamba maandiko matakatifu yanasema ni heri kufanya nini? Sawa sawa. Amebarikiwa yule mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. Hakuna heri. Hayo ni maamrisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa sababu wala hutaki kufuatilia, inakuwa ngumu. Pesa inakuwa mungu wako, mali yako inakuwa mungu wako. Yapo mahitaji, unapopewa hitaji la kanisa na wewe kwenda enjoy maisha, ama kumfashion mpya intokea shati ambalo sijui la kakola yake iko huku juu hivi, na kutoa kwa sababu tunahitaji kuwekeza hii paa. Unajua ukionekana kule nje na hiyo, tambua huyu ni, wakati sisi tukikuwa kwa wanaitwa .com Ninyi ni wajuzi, sijui mwahitaje pia ni. Sijui wanaitwaje leo? Gen Z. Sisi mwaita Gen Z. Hello? You know that you yourself belongs to the Lord. Je, unajua kwamba wewe mwenyewe ni wa Bwana? Unapojua hayo, utajua kikamilifu kwamba basi chochote nilicho nacho, ile kazi unafanya, utataka kuifanya kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Ile pesa uko nayo, kila kitu utataka kufanya kwamba hatimaye nimregeshe Mungu utukufu. Lakini la tatu ni hili ambalo tuliona. Haya tutayapata katika Wakorintho wa pili 8:3, Wakorintho wa pili 9:7, na Wakorintho wa kwanza 16:2. Tafadhali usinipoteze, na shughulikia zile kanuni. Maana haya mafundisho potofu ambayo yamechacha yanaweza kufanya wewe ukao unafanya ile tunaita transactional business na Mungu. Unafanya biashara na Mungu. Natoa ili Mungu afanye nini? Anipe. Sawa sawa. Natoa ili Mungu alafu Mungu akikosa kujibu vile unatarajia, sasa unaanza kuona ni kama Mungu amekuonea, ni kama Mungu ni mkosa, ni kama wewe ndiwe Mungu
yeye ni mwanadamu, Mungu amegeuka kuwa kinyago. Hapana, wala Biblia haifunzi hivyo. Vifungu tumetaja: Wakorintho wa pili 8:3, Wakorintho wa pili 9:7, Wakorintho wa kwanza 16:2. Hii inashughulikia wewe kwamba katika Agano Jipya kutoa kwetu kunakuwa na hii kanuni. Tunatoa kwanza kulingana na uwezo wetu. Sawa sawa? We give according to one's ability. Sawa sawa? Kulingana na uwezo wako. Yule bilionea ni atoe kulingana na uwezo wake. Yule ambaye anapokea 2,000 kwa mwezi wala hajasaswa, yeye pia atoe kulingana na uwezo wake. Hiyo ni kanuni moja wapo. Tena watu hao wanatakana watoe sacrificially. Sawa sawa? Sio kwa kusurutishwa, not under compulsion. Wasikuwe ni kama wamesurutishwa, kama mafundisho ya leo yanavyosema. Bwana Mungu ameniambia kwamba hapa katikati yetu kuna mtu ako na 5,000 na asipotoa Bwana atamtembelea. Usurutishwi, ni utoe akupenda. Sawa sawa? Kwa kupenda. Lakini 16:2 itaonyesha haya, ni utoe regularly. Natafuta hilo neno. Kila mara sawa sawa, si utoe January ulete fungu ya 10 pap, alafu ukae miezi 6. Regularly. Unaposoma 16, labda tuende pale 1 Corinthians 16 verse 2 kwa uharaka. 1 Corinthians 16 verse 2. Listen to what Paul says. I'll start from verse 1. Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. He's not begging them. So you also are to do. Then this is what he says. On the first day of every week, each of you, kila mmoja lazima atoe, kanuni hiyo. Kila mmoja is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. As he may prosper. Unatoa si kwa kusurutishwa, ila kwa mnapokutana kila mara regularly. Sawa sawa? At an individual level, each one. Sawa sawa? Now as you consider this, please remember the condition of the churches in Macedonia. They were in deep poverty, severe trials. Then ask yourself this question: do you give according to your ability? Jiulize tu hili swali. Unapokumbuka kwamba kanuni ya Agano Jipya, unapotoa ni kulingana na uwezo wako. Kumbuka basi yale makanisa kule Makedonia walikuwa katika ufukara, walikuwa katika mateso makuu. Hapo jiulize, je, kulingana na kile ninachopokea na kile ninachotoa, je, natoa kulingana na uwezo wangu? Hilo ni swali nataka ujiulize la kwanza. Je, una consider, unawaza kabla kuja kutoa? Do you consider before giving? Unakaa kufikiria Jumapili inayokuja nataka kutoa kiwango hichi, and you set it aside? Ama watoke hapa Jumapili umepanda pikipiki yako, umeshukishwa pale, alafu umepeana 100, umeregeshewa 30, wakumbuka kuna sadaka, wasema ndio hii, waeka tayari, wakuja watoa. Ama unakaa unawaza nataka kumtolea Bwana nini juma lijalo? Inox alitupia mfano hapa juma lingine, sijui ilikuwa Jumatano kaka ama ilikuwa Jumapili. Anasema yeye katikati ya wiki kuna mapeni hupata, alafu ukibaki kama shilingi 10 hivi, maneno yake si yao, yeye huchukua akaweka kando. Your target Jumapili. Sawa sawa? Your target. Akifika Jumapili anakuwa na labda 70 ama 100, lakini si unaona ameweka kuanzia Jumatatu. Wewe uko kazini bana.
hata labda Jumamosi jioni hiyo bosi akakuonekania, mwambia ndugu, birthday yako kesho, sasa wewe shika hii 1500 fanya upendavyo. Alafu sasa ndugu yangu, napeana kama mfano, unajua nakupenda kaka, napeana kama mfano, sije ukaninyima ile mambo yaliyo hapa mbele yetu. Alafu unashika 1500, unasema bwana, unajua nimekuwa nikililia jambo fulani, sasa hii umeshanibariki. Ukumbuki kwamba kesho ni Jumapili. Hapana, muumini anakuwa mtu wa kuconsider, sawa, kulingana na uwezo ule Mungu amekuwezesha. Napenda vile Linux alisema anachukua shilingi. Unajua kwa wengine hapa mwaniangalia hivi, unajua uwezi weka shilingi 10 kila Monday, Tuesday waza. Sasa nikamtolea bwana shilingi 10, kama hiyo ndio uko nayo, kama hiyo ndio amekwambia ulete milioni, hiyo milioni hujawahi inusa, lakini wasema uwezi mtolea shilingi 10, na hiyo ndio wakumbana nayo kila wakati, wakabiliana na masenti yalete. Na sasa kuwa mwaminifu katika kile kichache. Mnakumbuka yule mwanamke the widow katika Marko 12, wenye uwezo walitoa, na Kristo akiangalia yeye akatoa peni 2. Sawa, na Kristo akasemaje? Huyu ametoa kuliko wote. Maana hao wengine wametoa, unajua ukitoa kama uko na milioni, ukitoa hata laki janista shida wapi? Lakini ukiwa na hizo shilingi 20, na unajua ni urudi jioni huko Junda juu kule, sawa, wanapakana na bahari. Alafu hiyo 20, unajua angalau ukifika light nikibagen na yule mwenye tuktuk, nitafika pale safari huo mwendo mwingine. Tuliambiwa tuende ulimwenguni pote. Wasema wametoa kuliko wote. Kuwa mwaminifu katika kile kichache ulicho nacho, Mungu ni mwaminifu. La 4, Wakorintho wa pili 9:8. Sasa hapa iko dhahiri kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwenye uweza. Hebu acha tusome hapa Wakorintho wa pili 9 mstari ule wa 8. Na Mungu aweza, he is able, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Our God is faithful and our God is able. Sawa. Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwenye uwezo. Kwa nini naleta hili hapa? Kwamba katika kutoa katika Agano Jipya kuwa na haya mawazo kwamba yule Mungu ambaye unaleta mbele zake ni Mungu aliye na uweza kwanza, tena ni mwaminifu. Angalia context ya hiyo mstari wa 8 mlango wa 9. Nataka tuangalie context yake. Tukianzia mstari wa 6. Twende mstari wa 6 kwanza. Paulo anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa. Ili neno tumelirudia sana, kuwa mkarimu. Sasa Paulo anasema hili liko wazi, anayepanda haba atavuna haba, anayepanda kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Alafu anatupea tena kanuni zingine bado. Sasa kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Sawa. Tenda kama ulivyokusudia, bila kusurutishwa ama kulazimishwa. Umekusudia kutoa nini, hilo toa. Sawa. Hapa anaendelea na anasema, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Kwa nini? Maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Usikuwa ule mtu ambaye paka ukuwe threatened, utishiwe. Usipotoa utajua. Unajua wengine wamefika viwango vibaya, wanasema naona kaburi hapa.
Kama mmeshasikia hayo mahubiri. Halo, tuko pamoja? Tuko pamoja? Mmeshasikia wengine wanakuambia naona kaburi, na kama utalifunika ili kaburi, kimbia hapa mbele uweke 10,000 katika hii madhabahu, tuvunje hiyo madhabahu ya makaburi. Paulo anasema si kwa njia hizo. Kama utatoa kile ambacho umekusudia moyoni mwako. Kwa nini? Mungu anapenda mtu atoae kwa moyo mkunjufu. Hapa anaendelea mstari wa 8, ndo anasema na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. Ukiwa kwa makini anapoongea hapo, wala hakuna asilimia anayotoa percentage, kwamba utoe 5% ama 10%. Anajua hapa wana Kalvari mnaniangalia, na sisi watu watoa fungu la 10, na fungu la 10 ni asilimia ngapi? Fungu la 10 ni asilimia ngapi? 10%. Anajua mnaniangalia, nasema sasa kumbe haikutajwa hapa asilimia. Lakini si hilo swala mchungaji alilishughulikia aliposhughulikia swala la fungu la 10. Inakuwaje? Maana yake kuna mirengo miwili mikuu. Wale ambao wanaamini kwamba fungu la 10 litaendelea mpaka leo, lazima kama Bwana atakemea ule mlaji alaye, lazima utoe. Nimeshasikia wahubiri wakisema ndio maana yake hata ndoa zingine haziendelei, kwa sababu watu hawatoi mafungu ya 10. Sasa wako wa mrengo huo. Alafu kuna wale wa mrengo ambao hapana, hatuko chini ya sheria, kwa hivyo hakuna kutoa fungu la 10. Kuna watu hata wamekosana makanisani kwa sababu wasema hayuko chini ya sheria. Lakini si ni hekima tu yahitajika. Halo, hekima tu kidogo, si ati hekima mingi sana vile. Sawa, katika Agano Jipya fungu la 10 linapotajwa, nafikiri Waebrania ikiongea kwamba Walawi walitoa fungu la 10 wakiwa viunoni mwa Abrahamu. Niko sawa hapo, sio? Alafu Kristo akiwaongelesha Mafarisayo kwamba haya mwayashika, haya mengine mwatelekeza. Na hapo katika kutaja hayo ambao wanayashika, anataja mambo ya fungu la 10. Na hizo ndio sehemu kuu ambazo katika Agano Jipya fungu la 10 linatajwa. Sasa sio uko chini ya neema, si hususan hata yahitajika zaidi uko na ufahamu wewe. Sawa sawa? Wewe kama utaita fungu la 10, utaita fungu gani? Kutoa ni dhahiri, iko wazi kwamba lazima tutoe. Lakini tunapoangalia katika maandiko, wala hatutajiwi asilimia. Lazima tuwe waaminifu na maandiko. Hakukutajwa asilimia ngapi utoe. Sawa sawa? Kile ambacho wewe umekusudia. Sawa sawa? Wala sijasema msitoe fungu la 10 jamani, tafadhalini. Sawa sawa? Lakini unapoenda tena mstari wa 10 na wa 11 wa hiyo wa Korintho wa 2:9, angalia mstari wa 10. Paulo ametuambia Bwana ako na uweza. Alafu mstari wa 10 anasema, he who supplies seed to the sower and bread for food, he is faithful. He will supply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. And then in verse 11, this is what he says, you will be enriched in every way. Hebu acha niulize, wangapi wanapendezewa kuwa enriched in every way? Alia, Biblia yasema hivi. Wacha labda niwasomee kwa Kiswahili. Wajua Kizungu chaweza tutatiza. Mama Tere, mstari wa 11 Kiswahili yasema mukitajirishwa. Wacha sasa niweke wazi. Wangapi wanapenda kutajirishwa? Kwa ishara ya mkono. Tuongee Kigiriama, Kiswahili pia. Festus, hebu nisaidie. Tuongee, lakini Kigiriama hamtaelewa.
Anasema mukitajirishwa katika vitu vyote. Mungu ako na uwezo wa kutajirisha katika vitu vyote, sawa sawa, katika vitu. Lakini hakunyamazia hapo. Paulo anasema mukitajirishwa katika vitu vyote, hapa anasema mupate kuwa na ukarimu wote. Mungu hakutajirishi tu kwa sababu utajirike, hapana. Liko kusudi. Anaporuhusu neema yake juu yako, kuna lengo ako nalo, na lengo haswa hususan lengo kuu ni injili. Wapendwa, ni injili. Injili lazima ihubiriwe kwote. So Paulo anasema mukitajirishwa katika vitu vyote, ili mpate kuwa wakarimu, mkuwe na ukarimu wote. Sasa wewe umekuwa ukiomba Bwana akutajirishe, lakini wajua, unapoangalia moyo wako, nyimbo ambayo yaimba hususan ni ombea adui yako aweze kuishi, ili Bwana anapokutajirisha afanye nini? Na si ndio imejaa kwa status zenu. Ulikuwa waniangalia mwaka huu kama nitafeli. Bwana amenineemesha, sijafeli. Sasa wapigana vita na nani? Nani amekwambia kwa tukuangalia ufeli? Kama darasani hatukukuombea ufeli, humu maishani tukuombea ufeli ndio. Lakini najua waangalia wasema wako wahasama kule nje. Ili nao si lazima sisi wetu waangalia status yako. Sasa watu wapia nini? Wasema vile Bwana ameniwezesha huu mwaka ujao najua mwaniombea, lakini subirini, nitapaki gari pale nje, mtajua. Wewe paki, hata wacha gari Punic, wacha gari, shika helikopta hapa, iweke hapa juu, tuka hapa, hubiri, panda uende. Tunashukuru Mungu. Lakini ujue hili, Bwana anapokutajirisha katika vitu vyote, ni uwe na ukarimu wote. Hakutajirishi. Niliwaambia msome Zaburi ya 67. Daudi anamshukuru Bwana kwamba amewabariki kama taifa, na anamwomba Bwana azidi kuwabariki. Lakini anasema maombi haya ni kwa sababu hii. Zaburi 67 anasema maombi haya lengo ni hili, watu wakamjue Bwana. Bwana hakutajirishi ili kwamba uweze kuonyesha wengine pale nje. Sasa swali ni kwanza, je, unaamini kwamba Mungu ni mwaminifu na ako na huo uwezo? Unavyomjongelea, unavyotoa, je, hilo liko katika dhana yako, katika mawazo yako haya yako, kwamba Mungu ni mwaminifu na yuko na huo uwezo? Angalia, unapokuja mbele za Mungu, unakuja ukiwa na imani. Unapotoa pia unatoa ni kwa imani. Usitweni kama uliambiwa tutoe sasa kama atanibariki. Hapana, huji na mtazamo huo mbele za Mungu. Sawa sawa. Ukija mbele za Mungu ukijua ni mwaminifu, kama alisema tutoe, atabariki kwa ile njia itakayompendeza yeye. Lakini ya mwisho ni hili. Warudi kwa Wakorintho wa pili tena 8:9, kwamba katika kutoa kwetu tumkumbuke Kristo Yesu. Sawa sawa. Tumkumbuke nani? Kristo Yesu, ama ukipenda Yesu Kristo. Usome pale Paulo anayasema haya, maana umejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Sasa hili tulilishughulikia juma jana. Wiki iliyopita tuliangalia hili kwa umakini. Tukasema wala Paulo hafundishi kwamba muumini lazima awe tajiri.
Ule utajiri wa Kristo tuliuangalia hapa kwa undani, kwamba utajiri aliokuwa nao ni kwamba huyu Bwana Kristo Yesu ulikuwa Mungu. Huyu ni Mungu hata wa leo, sawa sawa. Alikuwa na mamlaka yote, nguvu zote, sawa sawa, mmiliki wa vyote. Lakini hapo akajishusha kufanyika kuwa mwanadamu, sawa sawa. Kule kuwa mwanadamu ndio kuwa maskini, sawa sawa, ili kwamba katika ule umaskini wake ule akupe wewe na mimi ambao kama mchana leo umemwamini kuwa na utajiri. Utajiri gani? Ule ule kwamba sasa wewe dhambi haina tena mamlaka juu yako, sawa sawa, kwamba wewe umefanywa kuwa na amani na Mungu. Asubuhi ya leo tumefunzwa kuhusu amani hii na ndugu yetu Peter Petero, kwamba wewe kama muumini katikati ya misukosuko ya ulimwengu, tabu na shida, dhoruba na dhiki za dunia zinapokusonga, amani ya Mungu imejaa tele, sawa sawa. Lakini nasema tunapotoa, wapendwa, tumkumbuke Kristo, sawa sawa. Tunapotoa tumkumbuke Kristo. Let God's grace in Christ Jesus fuel your heart to generosity, sawa sawa. Wacha ile neema ya Bwana ndani ya Kristo iamshe moyo wako kuwa na ukarimu. Unapokumbuka yale ambayo Kristo amefanya, kwamba katika kuwa tajiri akaacha hayo akawa maskini, ili kwamba wewe katika kuwa maskini kwake, wewe ambaye ulikuwa maskini uwe tajiri. Hiyo basi ikusukume, ikupeleke wewe kufikia pale mahali pakuwa na moyo wa ukarimu. Maana unakumbuka sasa yale yaliokuwa yanakufaa mbele za Mungu, yale ambayo kwa ni yakupate, kwamba wewe uliingia hapa kwa mafundisho ambayo tulipokea juzi tu Alhamisi, kwamba unaingia hapa mwanadamu wewe kwanza ukiwa tayari chini ya ghadhabu ya Mungu. Tena mwanadamu wewe unaingia hapa ikiwa hatima yako ni kwamba unaenda katika moto wa milele. Mwanadamu wewe unaingia hapa ukiwa umeshakwisha hukumiwa. Angalia, tulikumbushwa juzi Alhamisi, hamkuwa kwamba hata watoto wadogo hao wanapoingia ulimwenguni, hukumu tayari iko kwamba wanaenda katika moto wa milele. Kwa rehema za Mungu, kwa rehema za Kristo, kwamba Paulo anasema mkijua neema, mkijua. Swali tuko nalo, je, umeijua neema ya Mungu katika Kristo Yesu? Je, umekabiliana nayo? Unatangamana vipi na Kristo? Je, umekuwa na ufahamu wa kweli kuhusu Kristo Yesu? Je, umeiweka imani yako katika Kristo? Ama haya maneno yanahubiriwa hapa kila uchao. Asubuhi tumesikia injili, hii asubuhi ya saa 4:30 mpaka saa 5:30 injili imewekwa kwako, imewekwa dhahiri. Ama ni maneno ambayo umezoea kuyasikia na unayachukulia ni mchezo? Bali Paulo anafanya hivi. Hata anapofunza kuhusu kutoa, Paulo bado anatuelekeza kwamba tumkumbuke Kristo. Sasa tuko katika msimu wa kumfurahikia Kristo. Ulimwengu mzima, wewe na mimi ambao tunasema tumeokoka, kama umeokoka kweli, Paulo bado anatuambia hata katika kutoa kwetu tumkumbuke Kristo Yesu. Ukikumbuka yale ambayo Kristo amefanya kwa ajili yako, unakuwa na kuibuka kwa moyo wa ukarimu, kutaka kusimama na wengine katika wakati wao wa uhitaji, sawa sawa, kutaka kusimama na wengine wakati taabu na dhiki na shida za maisha zimewakumba. Maana unakumbuka ile shida kuu ambayo ulikuwa uko nayo, kwamba uko kwenye njia ya kwenda katika moto wa milele. Sasa ni nini utazuia katika kumsaidia mwenzako kwa ajili ya mahitaji ya hapa? Lakini wapendwa, bado
nataka kuwasilisha hili tunapomalizia. Mahitaji ya hapa ni kwa muda tu. Shida ambazo zinakupa mwanadamu hapa ni kwa muda tu. Unapokabiliana na wenzako ni sawa kusaidia kwa mambo ya hapa, lakini swala nataka ukuwe nalo, hata unapotoa kwa mambo ya hapa, je, unakumbuka kwamba kama huyu mtu hajampokea Kristo yuko katika hatari kuu zaidi? Je, unakumbuka hayo? Na unapomsaidia na haya ya hapa, je, unamsaidia na Injili? Je, unamwasilishia ukweli wa ile hali aliyoko kwayo? Wazee na wamama, vijana wa kike na wa kiume, watoto, mko hapa, na wauliza, mnapochangamana na familia na marafiki, ni muhula huu, sawa sawa, it's a season ambao najua wengi labda mnapanga kusafiri, wengine wamekisha kusafiri. Unapoenda kutangamana na familia yako, na unajua wako ndugu na dada, wako wazazi ambao hawajaokoka, unapowapelekea ile mambo ambayo Bwana amekuwezesha kwa mwaka mzima, Mungu amekuhifadhi, amewahifadhi, ni vyema kweli mkusanyike, mtoe shukrani kwa Mungu. Lakini angalia, ndugu zako Joshua wengine wako hatarini. Kaka Steve, kuna ndugu zako wengine wako hatarini. Hatari inayowakumba ni kuu kuliko ile shida ambayo wataka kutatua sahihi. Ni kwa muda. Wasaidie na kile utakachowasaidia. Find an opportunity and present the gospel. Sawa sawa wapendwa. Tafuta nafasi uiwasilishe Injili katika kutoa kwako kwa mambo ya hapa. Kongole hilo. Hitaji la mwanadamu kuu ni kwamba anamhitaji Kristo. Present Christ to them. Present Christ to them. And as you do that, pray for them. Sawa. Pray for them. And we know God is faithful. He is able to save to the uttermost. Haya wapendwa, ndio nilikuwa nataka kuwasilisha kwenu mchana wa leo. Kwamba tunapoongea kutoa, hatufikiri tu kutoa. Bwana Mungu amemtoa Kristo. Je, wamempokea? Bwana Mungu amemtoa mwanawe wa pekee. Katika maneno ya Yohana 3:16 ili kwamba kila muaminie. Hata mchana wa leo bado nafasi ipo. Maandiko yanasema usifanye moyo wako kuwa mgumu. Umekaa hapa wajua, iwapo tarumbeta italia sahihi, iwapo utatoka sahihi, unajua hujui utaenda wapi. Bwana Mungu bado ni mwaminifu. Ukarimu ule ambao tuitishwa tuuonyeshe kwa wengine, ametuonyesha pakuu. The Lord has been gracious to us. Please, as you share, as you enjoy the season, have this in mind. One day, one time, they will no longer be here. Where will they spend their eternity? With whom? Will they be under the wrath of God, or will they be enjoying God's blessings eternally? Jiulize hayo maswali. Hata wewe ambao umekaa hapa mchana wa leo, jiulize, jidadisi. Bwana Mungu ni mwaminifu. Hata mchana wa leo bado ananyosha mkono akisema, njooni kwangu nyinyi mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Basi nawarahi ukaisikia sauti ya Bwana, na unavyofikiria kubariki mwenzako katika muhula huu, tafadhali tafakari haya. Je, nimemwamini Kristo? Je, nimekabiliana vipi na Kristo? Maana hilo ndio la msingi kabisa. Na Mungu awabariki. Everlasting Father, we are grateful. Lord, you've been so gracious to us. Bwana umetuhifadhi. Kweli za neno lako zimesikika. Basi Bwana twakurai na kukusihi kwamba sasa Bwana ruhusu Roho wako akafanye kazi katika mioyo ya watu hao. Wale ambao walikuwa Bwana kwa sababu moja au nyingine wamekuwa na mioyo migumu, wasipendezewe hata
kuwajibika katika swala kuu la kutoa, ruhusu Roho wako sasa akafanye kazi. Wale ambao Bwana wamekuwa na kuwajibika, zidi Bwana kuruhusu Roho wako kusisitiza haya kweli hizi katika mioyo yao, ili kwamba hatimaye Bwana wakazidishiwe hata katika neema hii Bwana. Ila Bwana, kama ulivyonena nasi, unajua hata katika ukarimu ambao ni kwa neema yako katika mioyo yetu Bwana, hatutakuwa waaminifu kama hatutakumbuka jinsi ambavyo umekuwa wa rehema kwetu sisi kwa twafaa moto wa milele. Umemtoa mwanao Kristo Yesu. Basi Bwana, usaidie kwamba wanao hawa wakatoke mahali hapa na mawazo haya, wakitafakari kwamba hata tunapoingia katika msimu wa sherehe ya Krismasi na mwaka mpya Bwana, mawazo kuhusiana na mwanao Kristo Yesu yakae kwa wingi katika mioyo yetu na akili zetu, ili kwamba kila nafasi ambayo wewe Bwana utatuwajalia na ndugu zetu na dada zetu na wazazi na jamaa zetu na marafiki, tutaitumia vilivyo kumwasilisha Kristo kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako na kwa manufaa ya kusanyiko lako. Haya basi Bwana, tumeuliza ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi, tumeomba na tumeamini. Mungu awabariki. Wale wanatufuata katika mtandao, Mungu awabariki. Wangapi tumebarikiwa mchana wa leo?